Na mtazamaji wa Mamboleo Online TV, ni ahadi yangu naendelea kuitekeleza kama nilivyokuahidi kwamba nitaenda zungumza na viongozi mbalimbali ambao walishiriki kwenye mkutano. Lakini sasa hivi ninaye makamu mwenyekiti kule Zanzibar wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party. Nitampa nafasi ya kujitambulisha kwa usahihi zaidi. Alafu na mimi nitaendelea na kwangu ambaye niko na. Karibu sana. Asante, kama ulivyonitambulisha, mimi jina langu naitwa Omar Juma Saidi. Ni makamu mwenyekiti wa Alliance for Africa Farmers Party AFP kwa Zanzibar, lakini sababu na hilo nikiwa kama makamu mwenyekiti Zanzibar, maana yake ni mjumbe wa mkutano mkuu, mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Alliance for Africa Farmers Party AFP. Leo mmekutana na shirika la utangazaji Tanzania TBC, lakini pia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kikubwa zaidi ni kujaribu kuangalia namna gani kuondoa ile dhana kwamba TBC inafanya upendeleo kwa baadhi ya vyama. Hili lilikuwepo kabla ya nyinyi kukutana na kuzungumza nao, au ni kitu ambacho kimekuwa kizungumzo chini? Unajua, tukizungumza ukweli, logical ni kwamba hiyo dhana ipo. Ukikutana na mtoto wa shule hata darasa la 7, ukimzungumzia dhana kubwa ya vyombo vya habari, basi atakwambia moja kwa moja kwamba TBC ni chombo cha umma, ni taasisi ya umma au ni chombo cha habari cha umma, lakini kwa kiasi kubwa kimebase katika mifumo ile ya kiserikali. Manake kipo kwa ajili ya kutetea maslahi, mitazamo au kutetea hoja za kiserikali. Kitu ambacho inaonekana kama vyama vingine vya upinzani kama vile second choice ilivyojengeka kimtazamo. Lakini kama ulivyosema, baada ya seminar ambayo umeitoa leo hii na mada karibu 3 ambazo wameziwasilisha, inaonekana wazi kwamba ni chombo cha umma ambacho kipo kwa maslahi ya umma. Manake ni kwamba vyama vyote vya siasa sio vyama vya siasa, kwa sababu Tanzania ni nchi kubwa ambayo inajumuisha watu wengi. Manake ni chombo ambacho kila mmoja wetu anapaswa kukitumia na kikaleta maendeleo katika nchi yetu. Lakini kikubwa zaidi ambacho kilichoongelewa, ambacho tumejaribu kufundishwa, ni kuwa wazalendo. Kwa sababu ukiwa mzalendo, manake wewe hautoongelea vibaya nchi yako, hautoongelea vibaya serikali yako, madamu ipo na imechaguliwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Kwa vile vyama ambavyo havina ruzuku, kwa maana kwamba havina wabunge, sitaki kujua mmekubaliana kiasi gani kwa ajili ya kurusha mikutano live, lakini nataka kujua kutoka kwako gharama ambayo pengine mmekubaliana kwa nyinyi ambao hampati ruzuku kutoka serikalini. Mnaweza mkai-afford hiyo? Hiyo kidogo ni changamoto, na sio kidogo tu, ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kuku, natoa mfano, kuku ambaye unampa malisho mazuri, basi atakupa mayai mazuri zaidi au atakupa matokeo mazuri zaidi. Lakini kuku ambaye hapati malisho mazuri, hata kama ana majogoo 5 ambao wanampanda, manake ili kuweza kutoa mbegu nzuri, manake ni kuwa na jimai ambayo itakuwa nzuri, sio? Kwa hiyo hawezi kukupa matokeo mazuri ambao utaipata. Kwa hiyo sisi kama vyama vya siasa ambao hatuna uwakilishi bungeni, tuna changamoto hiyo kutokuwa na ruzuku katika serikali. Na ni kitu ambacho kwa kweli tunakipigia kelele sana. Manake hizo kodi za wananchi au kodi ambazo sisi wananchi tunazilipa, basi kinachotakiwa ni kwamba inapokuja issue ya kisiasa kuwa kuna uwanja sawa wa kucheza. Ili mnapoingia katika mashindano, ili ule uwiano wa kishindani uonekane. Lakini hali halisi ilivyo ni kwamba sisi tunashindwa. Kama anavyosema ni chombo cha umma, lakini after all ni chombo ambacho kinaendeshwa kwa mitazamo ya kibiashara. Sasa hizo harama ambazo wanazungumza kwetu sisi kama vyama vya siasa ambavyo tunaviita vidogo, na hatusemi hivi kama ni vidogo, kwa sababu vyama vyote vimeundwa kwa sheria au kwa sheria iliyokuwa sawa sawa. Lakini ni changamoto kwa sababu vyama havina uwezo, vyama havina ruzuku kama vyama vingine, lakini vyama havina michango mikubwa sana kwa wanachama. Ni vyama ambavyo havina miradi katika taasisi zenyewe. Kwa hiyo bado ni changamoto, na iko haja kubwa ya serikali kuona kwamba inatoa ruzuku kwa hivi vyama ambavyo havina wakilishi bungeni, ili at least kutengeneza uwanja mzuri kuweza kupambana au kuweza kushindanisha zile hoja na wananchi kuweza kuzisikia. Sawa, mimi napenda nitumie neno mguu sawa, sio mguu pande, kwa sababu tuna siku chache kwa uchaguzi mkuu. Sasa hivi tuko mguu sawa. Alliance for Africa Farmers Party, mko tayari kiasi gani kuelekea uchaguzi mkuu? Kwa kweli niseme kama tuko tayari. Tupo tayari kwa sababu tumeingia katika msimu wa uchaguzi, na kama tumeingia katika msimu wa uchaguzi, maana yake ni kwamba kila chama ambacho, na sio kwamba kila chama ambacho, isipokuwa kila chama kilichosajiliwa, maana yake malengo yake makubwa ni kushika dola. Sasa sisi kama chama ni kwamba tumejipanga katika kuhakikisha kwamba tunapanga mikakati mizuri ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza miundombinu mizuri ambayo itasaidia kwenda kushiriki uchaguzi, lakini sio kushiriki tu, bali kufanya ushindani ambao utakuwa wazi na kuweza
kushinda nafasi mbalimbali za udiwani, uwakilishi, ubunge, urais, ili dhamira yetu kama chama tulichoanzishiwa iweze kutimia. Kwa hiyo sasa tumejipanga, nafikiri kama unavyofahamu tumefanya mkutano mkuu, ingawa kuna changamoto za hapa na pale ambazo zimejitokeza, lakini kwa sababu ya weledi wa viongozi wetu nafikiri tutakaa kwa pamoja tuone namna gani tunafanya ili kuhakikisha kwamba hatuendi bure na hatupotezi haki wanachama wetu na ile fursa ya viongozi wetu ambao wengi wanatamani kuwa sehemu ya mabadiliko ya nchi yetu, kama ilivyo ile dira au kauli mbiu ya chama chetu kwamba mabadiliko ni lazima. Na sasa hivi kuna baadhi ya vyama vikiwa vinazungumza tofauti kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nataka kujua kwako wewe kama makamu mwenyekiti kule Zanzibar, lakini pia mjumbe wa mkutano mkuu na wanachama wako, imani yao kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ikoje? Kwanza wakati mwingine inaonekana kuleta matumaini kidogo. Kwa mujibu wa maelezo ambayo au na semina ambazo wanazifanya kidogo inaleta matumaini, lakini nilikuwa najaribu kujadiliana na baadhi ya watu katika ukumbi ule wakati wa mafunzo yakiendelea. Unajua sasa hivi nasema Tume Huru ya Uchaguzi, moja ni kwamba uhuru wake ni kwamba sasa hivi rais hateui wale makamishna au mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume. Lakini ukiangalia kuna jopo kuna kamati ambayo imeundwa ambayo yenyewe hii sasa ndio inayofanya mchakato kupata wale makamishna na mwenyekiti na vitu vingine ambao wanapeleka majina kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kufanya nini? Uteuzi. Lakini ukienda huko chini ya carpet ni kwamba Jaji Mkuu wa Zanzibar na Jaji Mkuu Mahakama Kuu ya Tanzania ni watu ambao wanatolewa na rais. Sasa ukiangalia utakuta ule mfumo uko pale pale. Bado ni changamoto, lakini kama wanavyosema watu ni kwamba Paris ni jiji kubwa sana, lakini halikujengwa siku moja. Mabadiliko hayaji kwa haraka. Kila kitu kina step na step. Nafikiri tumefika katika hatua moja, tunakwenda huko basi bila shaka mambo yatabadilika na ile dhana ya kuwa na tume huru ya uchaguzi bila shaka itafikiwa na tutafika katika masuala ya uchaguzi au masuala haya ya kidemokrasia tukiwa katika hali na uwanja sawa na kila mtu kuweza kushindana kuweza kukompiti ili kuweza kupata mabadiliko ambayo na ushirikishwaji sasa wa chama cha AFP kwenye kutoa maoni hususan kwenye mabadiliko ya zile sheria za uchaguzi, lakini pia vile kutoa maoni kwenye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ukoje? Ushirikishwaji wenu uko sawa au kuna sehemu na yumba? Mimi niseme kwa asilimia, siwezi kusema 100%, lakini nikisema kwamba kwa asilimia nikitoa percentage basi almost asilimia 80 iko sawa, kwa sababu kama unavyoona ni kwamba viongozi wetu ni wajumbe katika baraza ile la vyama vya siasa na wanashiriki kamilifu. Kwa hiyo niseme kwamba nikisema kwamba hakuna ushirikishwaji nitakuwa ni mwongo. Nimesema ushirikishwaji upo, ingawa unahitaji kuongezwa, kutanuliwa wigo ili uwe ule ushirikishwaji wa 100%. Usio ule ushirikishwaji nusu kwa nusu, lakini kiukweli ushirikishwaji upo na ndio maana viongozi wetu katika mabaraza ya vyama vya siasa na mabaraza mengine ambayo yapo kujadili ili kupanga mikakati mbalimbali ya kuweza kuendeleza nchi yetu. Shukrani sana. Nakushukuru sana. Jina lako mara mwisho? Omar Juma Saidi, makamu mwenyekiti Alliance for Africa Farmers Party AFP Zanzibar. Shukrani. Nashukuru sana. Na mtazamaji wa Mamboleo Online TV, huyo ni makamu mwenyekiti wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party kwa upande wa Zanzibar, lakini pia huyo ni mjumbe wa mkutano mkuu. Mimi naitwa Abutwalib Mustafa. Mpaka tulipofika hapa sina la ziada. Kutoka kwenye ukumbi huu wa mikutano hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, nilikuwa na mwenzangu Waziri Rai. Until next time. Thank you so much.